Tunasikiaga IPO. Ningependa kujua pia IPO ni nini na kwa nini huwa watu wengi wana encourage kununua hisa kipindi hiki imekuwa introduced kwa mara ya kwanza. IPO ni kama inavyosimama, ni kifupi cha Initial Public Offering. Ni pale ambapo kampuni inakuwa inatoa hisa zake ama inaleta hisa zake kwenye soko la hisa ama kwa umma kwa mara ya kwanza. Na kwa nini watu wengi wanatamani wawe wananunua kipindi hicho? Ni kwa sababu watu wanaamini kwamba, na of course ndivyo inavyokuwa kwenye IPO, bei ya hisa namna wanavyoiprice huwa wanaiprice lakini wanaitoa at a discount. At a discount maana yake ni kwamba kwa mfano labda bei ya hisa kulingana na valuation ni shilingi 500. Kwa hiyo watakavyoileta kwenye soko la hisa wanaweza wakaileta kwa shilingi 400 au 450 ili kuallow liquidity zile hisa zikianza kutrade kwenye soko la hisa. Ili kucreate demand zitakavyoanza kutrade kwenye soko la hisa, kwa sababu zinakuwa zimeletwa kwenye IPO chini ya bei husika. Kwa hiyo ndio maana watu wengi wanashauri bana tununue kwenye IPO, kwa sababu IPO huwa zinakuwa priced at a discount. Okay, yeah. Sawa. Watu wengi sana unakuta inafika kipindi ambacho hisa zinakuwa zinashuka na watu wanakuwa wanapata ile hali ya uoga kwamba hisa zinashuka. Sasa ningependa ushauri wako. Je, hisa zikiwa zinashuka mtu anatakiwa afanye nini? Angoje, auze ama aendelee kununua zaidi? Kwanza ni vyema kujua kwa nini bei ya hisa inashuka. Soko la hisa linavyofanya kazi linaongozwa na forces za demand na supply. Demand ikiwa juu, definitely bei itapanda. Supply ikiwa juu, definitely bei itashuka. Sasa ni vyema mwekezaji akaelewa kwa nini bei inashuka. Na hata hii demand and supply nayo ni matokeo ya makundi mawili ya sababu. Kundi la kwanza fundamental reasons, tunaita sababu za kimsingi. Na kundi la pili ni sentiments, tunaita hisia za wawekezaji. Na wawekezaji sio wote wanauelewa sawa wa soko la hisa linavyofanya kazi ama bei za hisa zinavyopanda na kushuka. Kwa hiyo mwekezaji usipokuwa makini unaweza ukaingia kwenye mtego wa herd mentality, kwa maana ya kwamba grupu fulani la watu wanauza sasa hisa fulani, basi na mimi niuze za kwangu, ikapelekea zikashuka. Ama kundi fulani la watu wameamua kununua hisa fulani, basi na mimi ninunue hizo hisa, kwa bei ikaenda juu, lakini bila kuzingatia fundamentals, misingi yake, kwamba value, thamani halisi ya kile ninachokinunua ni ipi. Ukielewa thamani halisi ya kile unachokinunua, hata kama bei kwenye soko la hisa itashuka, hutakuwa na hofu, kwa sababu bei itarudi tu kwenye thamani ya kile unachokinunua. The same wise na ukinunua kitu ambacho ni overpriced kwenye soko la hisa, siku moja bei itashuka tu kurudi kwenye thamani yake, kwa sababu tunasema market ama soko in long run ina tabia ya kujicorrect. So in short term, price ambayo ni bei dhidi ya thamani ambayo ni value zinaweza zikawa na utofauti mkubwa kwa sababu ya hizo factor nilizosema, either sentiments za watu, ama hiyo herd mentality na vitu kama hivyo, au labda kuna taarifa fulani ambayo imetoka imeleta panic fulani ama imeleta muamsho fulani. Lakini baada ya muda soko lina tabia ya kujicorrect, bei inaifuata thamani ya hisa. So watu kuuza, ni wakati gani wa kuuza ama ni wakati gani wa kununua? Wakati wowote ni wakati wa kununua hisa. Lakini unanunua hisa gani kwa bei gani ni factor sasa ya thamani ya ile kampuni. Lakini pia
kuna wengine anaingia kwenye soko la hisa na motives tofauti kabisa, sio hizi za thamani, za faida, za nini. Mwingine anaingia kwenye soko la hisa kwa motive ya kuhakikisha anakuwa sehemu ya wamiliki wa kampuni fulani. So wakati mwingine ni malengo ya mwekezaji na uelewa pia wa mwekezaji. Ndio maana tunashauri watumie wataalamu. Kama wewe unakuwa hauna uelewa wa kufanya hizi analysis, basi watumie wataalamu wanaofanya analysis wa kushauri vizuri. Okay. Diversification, kutawanya kwa uwekezaji. Na hii inasemwa sana na wataalamu wengi. Sasa assume mtu ana kiwango kidogo, mfano labda 300,000. Ndio. Je, ana uwezo wa kufanya diversification ama itakuwa ni ngumu kwa yeye kuweza kutawanya uwekezaji wake? Au wewe unamshauri nini mtu ambaye ana kiwango hicho cha fedha? Investment strategy haitegemei investment amount. Okay. Nafikiria ndio maana mara nyingi watu tunakutana nao tukawashauri, unavyoanza kuwekeza siku ya kwanza ni vema uwe na strategy, mkakati. Lakini katika huo mkakati uambatane na falsafa. Vyote kwa pamoja huwa tunaotengenezea document inaitwa investment policy. Okay. Hii inakuambia yani wewe unaamua kwamba ninatamani return kiasi fulani na niko tayari kuchukua riski kiasi fulani na nitawekeza katika hisa za makampuni ya namna fulani. Sasa na mwisho wa siku huwa kunakuwa na ratio tunaita strategic asset allocation. Ambayo ukivunja ile strategic asset allocation chini yake unakutana na tactical asset allocation, kwamba nina uwezo wa kuwekeza katika hisa labda za kundi la mawasiliano ama katika hisa za kundi la sekta ya kifedha kwa asilimia fulani, maximum ni asilimia fulani, sitazidi hapo. Kwa hiyo kiasi chochote cha fedha unachoingiza kwa ajili ya kuwekeza, aidha ni 500,000, ni milioni ama ni mamilioni ya fedha, siku zote utakuwa unayagawa kwa percentage fulani ambayo wewe unakuwa umekubali kwamba katika hii 100%, kwa mfano rahisi tu, katika 100% yako labda strategic asset allocation yako inakwambia utawekeza 20% katika makampuni ya mawasiliano, 30% katika makampuni ya ujenzi, 30% nyingine labda 30% katika makampuni ya kifedha, na 10% zinazobaki katika makampuni ya matumizi madogo madogo, consumer and retails. Kwa hiyo hata ikitokea nimepata 100,000 naenda kuwekeza 20,000 nitaweka hapa, 30 hapa, 30 hapa, na inabaki nitaweka kule bila kujali ni kiasi gani. Huo ni mfano mzuri sana.